Habari. Kupitia vita inayoendelea kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani, vijana wa Kiafrika sasa Tanzania wamegawanyika kimawazo. Kuna wengine wanasema Marekani anafanya sahihi, wanaamini kwamba Marekani inavyosema kwamba serikali ya Iran ya kidikteta. Kwa hiyo wameamini na wanakwambia kwamba anafanya sahihi. Lakini kuna vijana wengine ambao wanakwambia kwanza kabisa Marekani kavunja sheria za Umoja wa Mataifa kuishambulia nchi ya Iran. Lakini pia wengine wanakwambia pia Marekani kuita Iran serikali ya kidikteta, mbona wao Marekani ndio wana dhambi zaidi kuliko Iran? Mbona Israel kiongozi wao Netanyahu ana mpaka kesi ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya ICC? Umeona? Kwa hiyo watu wanasema kwamba Marekani na Israel hawana usafi wa kuinyoshea kidole serikali ya Iran kwa sababu wao ni wachafu zaidi ya hizo tuhuma wanazozituhumu katika serikali ya Iran. Lakini sasa katika hizo tuhuma wanazotuhumu serikali ya Iran, iko ndo kitu ninachotaka kukiongea leo. Natakiwa mtambue kwamba Marekani na washirika wake wana njaa sana ya maliasili. Wana viwanda, hawana malighafi za kutosha. Wanahitaji malighafi, wanahitaji nishati kila sehemu. Iran ni moja ya nchi yenye nishati nyingi, mafuta na gesi. Kwa hiyo ni muhimu kwa Marekani kuwa na control na Iran. Mmenielewa? Sasa basi, hawa watu hawawezi kukubali mataifa yenye rasilimali nyingi yawe na viongozi wazalendo ambao wataweka rasilimali chini ya serikali na kukataa kuruhusu wazungu kuleta makampuni kwa ajili ya kuja kuchukua zile rasilimali kwa gharama nafuu sana, alafu wao wakaendelea kufaidi, wananchi wa hizo nchi wakaendelea kuteseka kama wanavyotufanyia katika nchi zetu za Afrika. Je, umewahi kujiuliza kwa nini mataifa ya Afrika yakipata viongozi wazalendo Marekani na washirika wake waona ni maadui? Kwa nini? Nimewahi kujiuliza. Mfano, Tanzania tulikuwa na Magufuli, alikuwa ni kiongozi ambaye yuko tayari kupambana na hawa wazungu. Walimuita dikteta. Je, alikuwa dikteta? Hapana. Kwetu sisi alikuwa ni shujaa mkombozi, lakini wao wakamuita dikteta. Hata alipofariki vyombo vyao vya habari viliandika dikteta wa Tandiki, lakini sisi yule kwetu alikuwa ni shujaa na tulimzika kishujaa. Mmenielewa? Sio shujaa katika taifa lako na kuamua kutetea rasilimali za taifa lako, machoni mwa wazungu wewe utaonekana dikteta na pia utaonekana mtu anayekiuka haki za binadamu. Tunao wanaharakati ambao hawawezi kujiongeza na kusema kwamba mbona mnatuambia Ali Khamenei ni dikteta? Mbona mnafanya kazi na Benjamin Netanyahu ana kesi ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa? Wanaharakati tunao ambao hawawezi hata kung'amua kitu kama hiko. Tunao wanaharakati ambao hawawezi kung'amua kwamba mbona Ibrahim Traore ni mzalendo ambaye anapambania maslahi ya Burkina Faso, mbona mnamuita mbaya? Tunao wanaharakati hawawezi kupambanua vitu kama hivi, na wanafanya kwamba watu wengi waone kila anachoongea Marekani ni sahihi, kisa tu Marekani anajipamba na neno demokrasia. Demokrasia inafanya kazi pale ambapo wanataka kuchukua maliasili katika mataifa mbalimbali, lakini wakiwa wameshamweka kibaraka hawazungumzi masuala ya demokrasia. Ndio maana Egypt pale inaongozwa na El Sisi, kiongozi ambaye aliingia kwa njia ya mapinduzi. Hawazungumzi masuala ya demokrasia Egypt kwa sababu tayari wanaye kibaraka wao ndani ya Egypt. Hawa watu, Egypt ilipata kiongozi wa kwanza aliyechaguliwa na wananchi kidemokrasia, Mohamed Morsi. Hawakumpenda kwa sababu Mohamed Morsi alikuwa anataka kutetea maslahi ya wananchi. Hawakumpenda. Wao wanataka kiongozi atakayetetea maslahi ya wafanyabiashara wachache, mabepari, wao wakileta kampuni yao. Ndio wanataka viongozi wa hivyo. Kwa hiyo fikiria, wanaharakati tunao ambao wanaaminisha wananchi wetu kwamba Marekani kile wanachosema ni kweli. Hawajui hata hizi historia, wakawaambia wananchi kwamba jamani, hao watu hawako hivi. Egypt imepata kiongozi wa kwanza wa demokrasia, wanamkataa kisa tu aendani na maslahi yao. Akaingia El Sisi, wakamkubali, na akati ameingia kwa mapinduzi. Mmenielewa? Lakini hao wakija kusema kwamba viongozi wetu wengine wabaya, watu wanapiga makofi, wanaamini. Amna kiongozi mbaya. Ukiona wanasema kiongozi mbaya, tayari wameshaona mikataba inabinywa, hawapatiwi wanachokitaka. Tayari walishaona sera zenu za biashara, sera zenu za uchumi haziendi vile wanavyotaka. Hapo tayari lazima waanze kuanzishia zongo. Hivi ndivyo walivyo. Hii mijitu ilituambia duniani kwamba Nelson Mandela ni gaidi hatari, na ikasaidia Nelson Mandela akakamatwa na kufungwa. Mijitu iliyokuambia Nelson Mandela ni gaidi, wakati Nelson Mandela
ni mpambania uhuru. Leo atakwambiaje habari za Khamenei ni dikteta ukaamini? Mmenielewa? Mijitu iliyotuambia kwamba kiongozi wetu tulikuwa tunamuona kwa macho yetu na tunampenda, Magufuli, wakatuambia ni dikteta. Na watu duniani wakaamini, wakajua Tanzania tunaongozwa na dikteta. Kumbe yule ni malaika tuliokuwa tunampenda na kumpambania. Umeona? Kwa hiyo hivi ndivyo hawa watu wanavyoweza kumchafua mtu. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media.